فيقول رب العزة والجلال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Mheshimiwa Mufti na meza kuu yote iliyotambulishwa mbele yetu, nianze kwa kusema unaweza ukaacha kwenda kwenu kwa kuogopa kurogwa, kumbe huko kwenu ndo wamekuroga ili usiende. Nirudie, unaweza ukaacha kwenda kwenu kushughulikia mapori walioacha babu zako kwa sababu unaogopa kurogwa, kumbe hawa huko wamekuroga ili usiende. Unaamini ukienda utarogwa, kumbe walisha kuroga ili usiende. Ili uwe nami na unielewe, acha nifanye kama napiga kona, nirudi nyuma kidogo, alafu utanielewa. Asante. Napotaka kuanza ni aya nambari 55 katika surati Nur, na target yangu ni Uislamu na maendeleo, lakini maendeleo yana misingi. Ujio wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ujio uliokuja kutoa taarifa kubwa sana katika dunia. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ujio wake unakuja kutoa taarifa ya maendeleo ya watu, mashirikiano ya watu, mahusiano ya watu, amani katika maisha ya watu, heshima na adabu kwa watu. Hiyo ndiyo kazi aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad. Ujio wake Bwana Mtume haukuja kwa ajili ya Uislamu tu. Kabla ya Uislamu, Bwana Mtume alikuja na logo ya utu. Kwanza utu. Tunapoishi, miamala yetu inazingatia utu. Huwezi kukaa katika Uislamu kabla hujawa mtu. Ukiwa mtu utajua unaishi na watu, na ukiishi na watu maana yake panahitajika utu. Hebu kabla ya 55 kule, hebu turudi nyuma kidogo, Hujurati 13, tuanze pale aya 13 katika surati al-Hujurat. Qur'ani ilikuja kutangaza, inaongea na watu. Acha Uislamu wako, kwanza utu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Sasa hapo katika litaarafu, hapo nitarudi tena, naenda kule juu. Enyi watu. Na ndiyo maana kwa kuheshimu watu ni kushukuru Mheshimiwa Mufti. Namuona rafiki yangu Mheshimiwa Mpogoro namna alivyopendeza. Hatukuzingatia Uislamu, utu. Enyi watu, Allah anasema katika sura ya kujitukuza, hakika sisi tumekuumbeni nyote nyinyi kutoka kwa baba mmoja Adamu na mama mmoja Hawa. Nini anatangaza? Anatangaza utu. Wakati unakwenda katika maisha, ikifika kwenye dini, bakini kwenye dini,
na kuna mambo mnatakiwa mubaki katika utu. Unapomtukana mtu, unapomvunjia heshima mtu, unapomdhalilisha mtu, tafsiri yake umekosa utu. Laiti ungalikuwa na utu, usingeandika maneno ukayatoa katika gazeti, ukayatoa katika mtandao au kwa sababu unazingatia utu. Muda hautoshi, lakini ningekwenda kama napanda ngazi ya miraji hivi kwenda kule mbinguni, kimuda hautoshi. Utu. Sasa tukiwa watu katika maisha yetu, tunatakiwa lazima ipatikane achievement katika maisha. Unatoka kama tulivyo. Waswahili wanasema mabadiliko ndiyo mpango wa Mungu, na ndiyo maana ulipozaliwa ulizaliwaje na leo upoje. Ulikuwa mtoto mdogo, ukaja kijana, mtu mzima, na wengine washafika katika uzee. Mnajijua wenyewe wazee akina Shehe Jongo, maana yake majina yashaisha. Baada ya hapo kaburini huna jina lingine. Ukishajijua we mzee tu, mzee safari hiyo. Mabadiliko hayo, na baadaye utatoka mvi, na baadaye utatembea kwa mkongoja kama baba yangu shekhe wa mkoa wa Arusha. Alikuwa na nguvu zake, anakimbia, lakini leo anatembea kwa minyato. Tunakwenda 55 katika surati An-Nur. Usisahau maendeleo na misingi ya maendeleo. Sikiliza, Mungu anatengeneza misingi ya maendeleo. Uislamu na maendeleo hatutakiwi tudumae. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardh. Mungu ametoa tangazo la ahadi. Anatoa ahadi kwa wale walioamini katika watu, baada ya imani yao wakatenda kila yaliyo mazuri. As-salihati, usije ukakomaa. As-salihati ni kuswali tu, as-salihati ni kufunga tu, as-salihati ni kwenda Maka tu, lakini pia katika as-salihati kila lenye kupendeza, ikiwemo kuheshimu wakubwa wako na viongozi wako. Ukiwa unasali lakini uheshimu kiongozi wako, imamu wanasema misikitini huko, imamu unatuyayusha. Yani imamu wako unamuona miyayusho, huna nidhamu, maana yake bado hujatimiza as-salihati, kwa sababu hiyo ni plural na alifu lalamu imeingia liifadati al-am al-jam'u wal-fardu al-mu'arrafani billami kal-kafiri wal-insani. Kwa watu tuamini, lakini tutende kila lililo zuri. Kuvaa vizuri ni katika imani, kula vizuri ni katika imani, kuheshimu wazazi wako ni katika imani, kuheshimu wazazi wa wenzako ni katika imani, kuheshimu viongozi wako ni katika imani, kuipenda nchi yako pia ni katika imani. Wa amilu salihat. Hapa ndipo nilipotoa methali na irudisha hapa. Inawezekana katika waamilu salihati ukashindwa kuheshimu viongozi, ukiamini kwamba unavyofanya ndiyo sahihi, kumbe kuna watu wanakutaka wewe utoke katika nidhamu ya heshima ili mradi nchi yako iporomoke. Mheshimiwa Mufti, ninayo taarifa, na tunaomba sisi kama vijana, japokuwa naelekea kwenye ustafu, tunaomba iwe ndiyo kasi yetu. Ile Bukoba complex ni katika maendeleo ya baraza, inatakiwa ienee, tufikirie kwenda huko, tusidumae tu tukabaki katika maulidi peke yake, lakini pia dunia inatuhitaji. BAKWATA ile Bukoba complex tunahitaji iende mbali zaidi. Tunatakiwa tufike, tuwe na mahospitali, tuwe tuna vituo vikubwa vya afya, lakini pia tunahitaji tuwe mpaka na vituo vyetu vya habari. Si habari tena ya kukopakopa, twende huko. Lakini hatuwezi kufika huko kama hatujashika imani na mafundisho, hatujasikiliza viongozi wetu wa nchi na viongozi wetu wa dini. Tunadumaa, tunafeli hapo. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Kumbe ahadi ya kufanikiwa katika maisha ni lazima twende katika taratibu anazozitaka Mungu.
Leo vijana tunataka maendeleo kwa fujo. Uliona wapi fujo zikaleta maendeleo? Ni akili ya mgando. Tunaamini kumtukana rais, kumtukana kiongozi wetu ndio siri ya kupata mafanikio. Leo inafika wakati anatajwa Sheikh Twalibu, afwan babangu, Sheikh Twalibu, mtu anamalizia laanatullah. Sasa kama mashehe wamelaaniwa, nchi inapata wapi baraka? Na hao ndio viongozi. Wasomi mnasoma nyinyi katika ile istifhamu listibad, wa kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waju. Wapi uliona kivuli cha mti kimenyooka hali ya kuwa mti usika umepinda pinda? Tukimlaani mufti maana yake ndio tushafeli. Tukimlaani kiongozi ndio tushafeli. Tunatakiwa viongozi waombewe dua. Nyingine tutaleta kwenye simu. Asante. Ili kuwa ni ahadi ya kwanza ya kutoboa katika maisha. Lakini la pili, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Nukta ya pili, Allah anatoa ahadi, tukishika vigezo Mwenyezi Mungu ataihimarisha dini yetu. Wakati mwingine tunachanganya sisi kati ya dini, kule mwisho kuna lam na nuni, kuna dini na dili. Usiposikia vizuri unaweza ukachanganya, kumbe kuna dini na dili. Tukisimama sawa sawa tunatoboa. Din na dil lazima uelewe kasimamaje huko. Lakini wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Mungu anatoa ahadi, tukishika mstari Mungu atabadilisha baada ya woga kuwa na amani. Leo Mwenyezi Mungu kabla hajatuletea woga katika taifa letu kaanza na amani. Sasa tusipokuwa makini ndio atabadilisha kabisa, itaondoka amani, kitakuja kitimtimu. Sisi by nature Mungu katupenda katika taifa letu, lakini sisi Waislamu dini yetu mtume kaja kutangaza amani. Leo amani hii hatuitaki, tunaivuruga. Tunaanza misikitini, madarasani, mitahani, matokeo yake tunakwenda katika taifa. Iko wapi logo ya Uislamu aliyokuja kuitangaza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Wacha nikamalize katika hadithi ya Imamu Tirmidhi ambayo pia kwa kuwatoa wasiwasi al-Imam al-Albani, Sheikh al-Albani ameiswahihisha. Mtume aliyasema maneno haya katika mimbar, ittaqu rabbakum, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Hapa ndo nakwenda kumaliza. Allah anasema hizi ni siri za mafanikio. Waislamu muheshimuni, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala mola wenu. Dumuni nazo sala 5. Ishikeni funga yenu ya Ramadhani. Tekelezeni zaka ya mali zenu mulizopewa. Lakini sikiliza mwisho. Anasema wa ati'u dha amrikum. Dr. Muhammad Ahmad Shuaib alisema alipokuwa nafasiri neno dha amrikum maana yake nini, akasema humu sultan wal hukam wal umara wa ulamau din wa kullu man lahu wilayatun amma ala nasi fi tadbiri shu'unihim. Kuna watu wanaelewa wa ati'u dha amrikum eti inasimama kwa shehe tu, utakuwa hujasoma na hujaelewa. Wa ati'u dha amrikum, Dr. Muhammad Ahmad Shuaib anasema maana yake nini? Ni watawala, viongozi wa chini. Hawa akina mzee Mriru hawa nao ni viongozi. Walhukam, hata mahakimu nao waamuzi wa kiserikali na wa kidini. Lakini pia akaenda mbali zaidi akasema na viongozi, kwa maana ulama udin, na wale kila yule ambaye anasimamia mambo ya watu katika kutengeneza mambo yao na maisha yao, naye anatakiwa aheshimiwe. Hatuwezi tukafaulu kama hatujasimama hapo. Tukifanya hivyo, tadkhulu jannata rabbikum, mutafanikiwa kuingia katika pepo ya Mola wenu. Nirudie kwa kusema, Mheshimiwa Mufti, tunahitaji taifa lenye upendo, lenye ushirikiano. Tunahitaji tuone kwa huruma wako kiongozi wetu, tunahitaji tuone heshima inatawala.
Tumeamua kwa maksudi kuwatukana viongozi wetu, kuwadhalilisha viongozi wetu wa dini na wa kiserikali, na hii ni dalili tunakwenda kuharibikiwa. Hii ni dalili ya wazi tunakwenda kuharibikiwa. Ikikupendeza Mheshimiwa Mufti, utoe oda viongozi wa dini wawe wakali katika suala la nidhamu katika nchi yetu. Tusio kila kitu cha kuiga. Wenzetu wameamua kukata kamba, wenzetu wameamua kuwa mafedhuli, ndivyo walivyoumbwa, lakini sisi tumesema dini yetu imeanza na utu kabla ya sala. Tuanze na utu wetu, tuheshimu wakubwa zetu. Hivi mtu anapoitwa mjumbe wa baraza la ulama si mtu mdogo. Mtu anapoitwa mufti si mtu mdogo. Mtu anapoitwa mkuu wa mkoa si mtu mdogo. Mtu anapoitwa waziri si mtu mdogo. Kwa nini taifa tunaliona linakwenda hovyo, alafu pia tumenyamaza sisi, hatusemi? Tunatoa uhuru usio na mpango. Uhuru huu utatuharibia taifa letu. Uhuru huu utatuharibia taifa letu. Mtu mmoja alisema, asante. Mtu mmoja alisema, alhayatu bighairi hurriya ubudiyya walhurriyatu bighairi hududin jununun. Maneno yangu nakwenda kukaa nayo baba. Maisha yakikosa uhuru ni utumwa. Alhayatu bighairi hurriya ubudiyya, maisha yakikosa uhuru ni utumwa. Lakini walhurriyatu bighairi hududin jununun, uhuru ukikosa mipaka ni uenda wazimu. Uhuru kama hauna mipaka ni uenda wazimu. Sasa kuna uhuru wa kusema lolote na chochote popote. Ni kuombe Mheshimiwa Mufti, tunahitaji mkono wako na ulimi wako kwa wasemaji, madai na walimu. Ionekane Tanzania ina watu walioisoma dini wakaielewa, waliosoma misingi wakaelewa. Tuishi kwa nidhamu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aheshimiwe, apendwe. Mimi nimeambulia mwishoni baba, kugombania daladala unakaa masaa matatu haijafika. Au watoto wa 2015 wanasema hakuna maendeleo. Ulikuwepo? Nchi hii tumekaa foleni mpaka unga wa njano. Mimi nimeshuhudia mwanamama kajifungua kwa ajili ya kusubiri unga wa njano. Leo mtu anakuja akakurupuka akatoka kwao huko sijui wapi alafu anasema nchi haina maendeleo. Unataka maendeleo gani? Leo taifa letu, nyie wazee mnajua, nyumba moja mpaka ina gari 10 za kutembelea. Huko nyuma Dar es Salaam ilikuwa na gari 5 tu, Dar es Salaam nzima. Hadha wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, kwanza chukua pesa zako, naanza hizo za kigeni, hata hizo nyingine ukiacha sikitu, hizo za kigeni. Sallallahu ala Muhammad. Kwa